Sasa basi tunapata kigugumizi, tunataka kujua ni nani alikuwa mlalamikaji bodi ya ligi mpaka mechi kuahirishwa. Mechi hii imeahirishwa na Simba au bodi ya ligi? Kimsingi hoja ya Simba hapa inaonekana haipo, ilikuwa haina mashiko, na ndio maana katika kuonyesha kwao hakuna sehemu walioitaja klabu ya Simba. Sasa basi kufikia uamuzi wa kuacha mechi hiyo, bodi iliwezaje kuahirisha mechi bila kupokea taarifa ya malalamiko na viashirio rushwa na usalama kutoka kwa mlalamikaji? Bodi iliahidi kuchunguza. Je, imechunguza? Na mpaka sasa kimya. Yanga tunahitaji kujua ni hoja ipi kati ya hizi mbili ambayo timu ya Simba kuzuia kutofanya mazoezi na mboso wa Yanga, au viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Kama hoja ni ya bodi ya ligi, itakuwaje tena sisi turudi mchezoni wakati tuhuma inayokabili klabu hatujapata ufafanuzi? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza vyombo husika, kama ni kweli bana, unaposema viashirio vya rushwa wapo TAKUKURU, unaposema uvunjifu wa amani, usalama wa raia na mali zake huko chini ya jeshi la polisi, haya majeshi yote mawili hayawahi kusema chochote. Kwa maana inaonekana leo wanapanga mechi hii, wanapanga na nani mhusika? Kwa sababu wanachama wapenzi wa Yanga ndio wengi waliokata tiketi kwa ajili ya mechi hiyo, na hao ndio tunaotuhumiwa. Je, wanataka uvunjifu wa amani uendelee, au kuna kitu gani kimejificha nyuma ya pazia ambayo inapita hatarisha amani na usalama wa nchi hii? Kwa hiyo basi baraza la wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa matawi na wapenzi wao, kwa kauli moja tunaunga mkono kauli yetu ile iliyoongelewa na kamati ya utendaji kwamba hatutacheza mechi mpaka tupate ufafanuzi wa hizi hoja mbili. Ni nani aliyosababisha mechi isichezwe, au bodi ya ligi mlalamikaji nani anakwenda kulalamikia mpaka wakafikia hatua hiyo? Kwa hiyo kupitia vyombo vya habari, naomba nyinyi waandishi wa habari mwe mashahidi, umati uliozunguka nyuma yenu hao ni viongozi tu wa matawi, na kwa bahati nzuri katiba Yanga ina uwakilishi. Tungesema wanachama wote wa Dar es Salaam waje, ili eneo dogo lisingetosha. Hao ni wawakilishi wa matawi mbalimbali waliohudhuria kikao. Tuseme asitokee mwanachama yeyote au mpenzi yeyote akakata tiketi, mechi haipo. Lakini lingine tunatahadharisha vyombo vya usalama, kwa sababu huu unaonekana mchezo mchafu uliopangwa. Asije ikaonekana mtu kavaa jezi ya Yanga ukasema mwanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga hawatakuwepo, wala wapenzi wa Yanga katika mechi hii inaongelewa hawatahusika. Na waliokuwa mikoani, msisumbuke kuja Dar es Salaam, msikate tiketi. Kwanza mjue pesa zenu mlizokata mwanzo zinaenda wapi, lazima tujue. Lakini pili, haya tukiacha yaendelee, vurugu zote za nchi huwa zinaanzia kwenye midomo ya watu. Ieleweke mwaka huu mwezi wa 10 tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Tunahitaji kupata madiwani, tunahitaji kupata wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga, wakite fikra zao na mawazo yao kuona katika maeneo yao husika nani anafaa kuwa diwani, nani anafaa kuwa mbunge, hatimaye tumpate rais wa nchi. Huu mjadala kwa kifupi nasema leo sasa ndio tunafanya hitimisho. Asitokee mtu yoyote au msisikie kitu chochote kwenye mitandao tukatupia hizi habari hazina mashiko, ni uzushi. Ni waombe basi nyinyi waandishi ili jambo mlifafanua, lakini pia na nyinyi mnapoambiwa jaribuni kuhoji. Na bahati nzuri hizi hoja mbili hizi tutawagawia jamii, mkazijenge hoja. Tujue kwanza, hata mtu anapoumwa na mpeleka hospitali, daktari anapokuja kufanya uchunguzi, hatimaye tunapata majibu kwamba mgonjwa wako anasumbuliwa na kitu fulani. Hata kama imekufa atasema kifo chake kimesababishwa na ugonjwa fulani. Lakini leo tunaomba uchunguzi. Leo na mbele Yanga atacheza. Hii timu sio badi yao. Hii Yanga ni klabu. Lakini pia na mwisho niwaambie hawa mashabiki ambao ni wanazamana ya serikali, wasigeuze bunge ni chombo cha mzaha. Bunge ni chombo muhimu, ni baraza la kutunga sheria. Ina maana sheria za nchi zinaandaliwa pale. Wao wakitaka ushabiki wa mpira wakishoka pale na vilabu vao. Hamisi Minjuma kwanza akafufua ile mweza Shooting Star,
Zungu hajachelewa, haja kufua timu mbili. Asante imekufa, Bongo FC imekufa. Yeye ni mtoto Ilala, haja kufue ili tuonane uwanjani. Sio kupiga upatu bungeni. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tutatii. Narudia, hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tunatii sheria na taratibu za nchi, si vinginevyo. Yanga wewe. Yanga wewe. Sasa ndugu zangu viongozi wa matawi, nadhani matamko kutoka kwa mratibu wa Yanga mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee mmeyasikia. Na maagizo haya yanakwenda moja kwa moja kwa wanachama na mashabiki wa klabu yetu. Kwa maana tunaposema tunaunga mkono kile ambacho uongozi wetu ulikiandika tarehe 9 kuhusiana na mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3, tunamaanisha kwa sababu sisi ndio tuliowapa dhamana. Na nyinyi viongozi wa matawi ni mashahidi. Katiba yetu inaelekeza wazi kabisa kwamba kwenye klabu yetu chaguzi ziko mbili. Tunachaguana viongozi wa matawi kwenye matawi yetu. Baada ya hapo tunakwenda kuichagua kamati ya utendaji chini ya rais na makamu wake ambao wapo madarakani. Sasa hiki kilichotokea si jambo la kamati ya utendaji ya Yanga, si jambo la mtendaji mkuu wa Yanga, ni jambo la Yanga. Kwa hiyo tunapomaanisha kwamba hii mechi ya tarehe 15 hatucheze, tamko hili ni la wanayanga katika kila eneo kwamba tarehe 15 hatucheze. Tumeitana hapa kwa maana ya kwamba kupeana ujumbe na kuziondoa zile taarifa ambazo baadhi ya waandishi na wadau tofauti wakielezea kwamba Yanga itapeleka timu tarehe 15. Sasa sisi tumekuja kuwaambia wanachama wetu na mashabiki wetu kwamba Yanga haitopeleka timu kwa sababu kile ambacho viongozi wetu walikilalamikia tarehe 9 walichokiainisha kwenye ile barua hakijatekelezeka. Na sisi kama wanachama tuna mamlaka ya kuzungumza kwa sababu tumeona lile jambo halijafanyika. Leo hii Yanga haiwezi kupeleka timu kwa kamati ya uendeshaji wa ligi ile iliyofanya madudu ya tarehe 8. Uongozi wetu kwa maana ya sisi wanachama hatutoruhusu klabu yetu ipeleke timu yetu tarehe 15 kucheza kama wao walivyotangaza kwa bodi ya ligi ile ambayo imeendelea kufanya madudu bila kuwasikiliza wadau wake wengine ambao walipeleka malalamiko ya kimsingi kabisa, na kwa taratibu zile ambazo wao wazielekeza zitekelezwe hawakufanya. Kwa hiyo tunaposema kwamba hatutocheza dabi ya tarehe 15 baada ile ya tarehe 8 kuondoka, ni kwa sababu yale tulioainisha kwenye barua yetu, kwa maana ya kwamba bodi ya ligi, kwa maana kamati ya uendeshaji wa ligi kuvunjwa, haijavunjwa mpaka sasa. Mtendaji mkuu wa bodi bado yupo mpaka sasa. Mwenyekiti wa bodi ambaye amepoteza sifa ya kuwa mwenyekiti baada ya kuondolewa kwenye klabu yake ya Coast yupo mpaka sasa. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kucheza mchezo mwingine kabla ya hawa ambao wamelalamikiwa kwenye barua ya tarehe 9 wakiendelea kuwepo madarakani. Kwa hiyo hili tunalizungumza kwa sababu ni haki yetu ya kimsingi kabisa ya kuzungumza, na tunalizungumza kwa maana hatuvunji taratibu za nchi, kwa maana ya kwamba klabu yetu haitoshiriki dabi ya Kariakoo ya NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025 kama yale yaliyoainishwa kwenye barua yetu hayajafanyiwa kazi. Lakini kingine ni kwamba tumesema tuzungumze mapema kwa sababu hatupendi tuingize mpira wetu kwenye machafuko. Tumekuja katika lugha nzuri kabisa kama mlivyomsikiliza mratibu na mwenyekiti wa baraza la wazee. Tumewahamasisha wanachama wetu, tumewahamasisha wapenzi wetu, hili hata wale wanayanga ambao ni wajasiriamali ambao walipanga kwenda kukopa pesa ili wakafanye biashara